ili Mungu akaendelee kutukuzwa kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapoimba wimbo huu, basi wewe unaweza kusogea mbele. Sogea mbele. Sasa tunakuja na ile sadaka kwa ajili ya maliza mfungo na kuweka agano na Mungu, kufuta viapo katika familia, na Mungu atutangazie uhuru kwamba anapofufuka basi awe na sisi. Kama una sadaka yoyote ambayo unatamani kusogea mbele za Mungu kwayo, basi karibu pia, wala usiache. Bwana ulisema, Bwana ulisema. Timizia shukrani yako. Inawezekana hauna na kweli moyo wako unasema hivyo, lakini inawezekana wewe hujawahi sumbuliwa na mazingira haya. Basi mshukuru Mungu pia katika hilo, kwa maana Mungu ni mwaminifu. Niombe uombe pamoja nami ukisema, Bwana, Bwana, usikie sauti yangu. Bwana, sikia sauti yangu siku ya leo. Kwa sauti yangu ninalia mbele zako, ninalia mbele zako kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha ya vizazi vyote vinavyonihusu. Bwana, wewe ulisema hata kizazi cha 3 na cha 4 uovu wa baba zao utaenda juu yao. Lakini leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaenda kinyume kabisa na kila kiapo cha uovu kilichofanyika katika maisha yetu, kilichofanyika kwa wazi ama kwa siri. Bwana, ninaomba ukifute, ninaomba ukiondoe, kwa kuwa damu ya Kristo ndiyo inayonena mema, ndiyo inayosafisha, ndiyo inayofuta, inabadilisha. Hata ijapokuwa kama kiapo kimekuwa kama damu, kimekuwa ndani ya mifupa, damu ya Yesu inaondoa. Futa Bwana, futa Bwana. Yapo maeneo tumekuwa tukitumia nguvu sana, lakini hatuoni kusogea. Yako maeneo katika maisha yetu, katika maeneo tunayoishi, kuna vitu tunatumia nguvu, maarifa mengi, akili nyingi, lakini haviendi, na vimekuwa vikitokea kizazi hata kizazi. Bwana, ninaomba fadhili zako, ninaomba fadhili zako, kwa kuwa umesema tutafute uso wako na mioyo yetu itatulia. Bwana, moyo wangu, nafsi yangu haitatulia mpaka pale utakapotuliza. Futa kila kiapo, kila laana iliyotamkwa kwa siri ama kwa wazi, iwe imefanyika hata ibada ikatamka. Mungu, leo ninasimama katika ibada yako, wewe mwenyewe ukawe mwamuzi katika maisha yetu, maisha ya watoto wetu, katika jina la Yesu. Uso wako nitautafuta daima, na hata leo usinifiche Bwana, usinifiche uso wako, wala usijitenge, usiwe mbali nami. Wewe ndiye msaada wangu, ninahitaji msaada wako. Futa kila eneo, mateso yote, futa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema kwa ajili ya uzao, ninaomba rehema kwa ajili ya kazi, nafasi niliyo nayo ulionipa Bwana. Inawezekana nafasi hiyo kuna viapo vilifanyika ili nisifike hapo, na sasa nimefika, lakini hakuna utulivu. Bwana, Bwana, kwa damu ya Yesu, damu ya sadaka, damu ya msalaba, futa kila kiapo, futa kila kiapo cha magonjwa, kiapo cha umri katika jina la Yesu, kiapo cha uzao
kwa maumivu nilijiapiza, na leo ninateseka. Watoto wangu watateseka. Bwana, ninaomba usinitie katika nia ya watesi wangu. Usinitie Bwana. Bwana, usiniweke katika nia ya watesi wangu. Bwana, wasifurahi wanapoona ninateseka. Ee Mungu, niinue katika shimo hilo. Niinue katika shimo hilo, na wawe mashahidi wajue ya kuwa wewe ndiye Mungu unayenisaidia. Wewe ndiye Mungu unayeniokoa. Niokoe Jehova, katika jina la Yesu. Sadaka yangu iwe ukumbusho katika madhabahu yako. Sadaka yangu iwe ukumbusho katika madhabahu. Eneo la kazi, Bwana, lishughulikie. Eneo la kazi lisimamie katika jina la Yesu. Eneo la ajira, eneo la kujiajiri, Bwana, lisimamie wewe. Fungua milango pale palipofungwa, alipofunga adui. Bwana, fungua kwa jina la Yesu. Fungua kwa damu ya Yesu. Fungua kwa damu ya Yesu. Ninasimama leo kwa maana Bwana haukunipa roho ya uoga, bali ya ujasiri, sawa sawa na neno lako. Ninatumia roho ya ujasiri katika jina la Yesu. Ninaomba mambo yote yaliyo ya furaha, yaliyo ya amani, yaliyo ya kupendeza, yaliyo ya sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, iwe juu yangu, juu ya nyumba yangu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, umesema katika Isaya 53 mstari wa 4, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Bwana, utangazie uponyaji wako. Tangaza uponyaji wako kwenye ukoo wetu, kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye mtaa ninaoishi, katika nchi ninayoishi. Bwana, tangaza uponyaji wako katika maeneo yote, kule shambani, katika mazao, katika mifugo. Tangaza katika mwili uponyaji wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huyo mwenye nguvu ambaye ni shetani, leo natuma utiisho wa jina la Yesu, utiisho wa jina la Yesu. Uende kwenye ardhi ninazomiliki na zile ambazo nitamiliki, hata kama kuna kiapo kilichoapizwa kwenye hiyo ardhi, na kitengua kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Waliapa wakasema, katika ardhi hii nyumba itaisha, na mimi Bwana ninakitengua. Ile nyumba itajengwa na itaisha pasipo shida yoyote. Ile biashara itaanzishwa pasipo shida. Ile kazi itaendelea pasipo shida, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninaweka agano ya kwamba wewe ndiye Mungu wangu, hakuna mwingine. Kwa mamlaka na funguo ulizonipa katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 19, umenipa mamlaka ya kufunga na kufungua. Bwana, ninafungua kila kifungo, kila gereza lililowekwa. Nafsi yangu imewekwa gerezani, mawazo yaliyowekwa gerezani ninayafungulia katika jina la Yesu. Yaliyowekwa makaburini, hayo mawazo mazuri ninayafungulia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Akili iliyoibiwa ninaiamsha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na
uliposema katika Ayubu sura ya 5 aya ya 12, wewe Bwana utazuia mikono ya wadanganyifu isipate kutimiza makusudi yao katika jina la Yesu. Amri ulionipa ya kukanyaga nyoka na nge ninaitumia sasa, ninaitumia sasa. Ninajua ya kuwa nyoka na nge huleta mateso, nyoka na nge huleta maumivu. Ninakanyaga kila kilicho na roho ya nge, roho ya nyoka, kinacholeta maumivu na mateso, na kikanyaga kwa jina la Yesu. Endelea kuomba mwenyewe sasa, omba maombi ya kukanyaga. Kanyaga kila nyoka na nge. Mungu amekupa amri hiyo. Yuko anayeleta hayo mateso, huyo ni nyoka na ni nge. Kanyaga kwa jina la Yesu, usimwache. Biblia inasema na watesi wangu sitawaacha mpaka watakaponyamaza, ndipo na mimi nitanyamaza. Zaburi ya 27 anasema Bwana, hakika sitanyamaza Bwana hata watesi wangu watakaponyamazisha. Mungu, kila kinacholeta mateso katika nyumba ya watoto wako, katika kazi zao, Mungu usinyamaze, usinyamaze Bwana. Umesema utawapa sawasawa na vitendo vyao na kwa kadiri ya ubaya wao. Mungu, uwape sawasawa na kazi ya mikono yao, walipe stahili zao katika jina la Yesu. Mungu umetangaza na watoto wako wanaomba. Inawezekana wengine waliapiwa. Biblia inasema walikaa watu 40 wakaapa kwa ajili ya Paulo, wakafunga na kuomba, wakatoa na sadaka. Mungu, je, huyu mmoja anayeteseka ni wangapi wameapa nyuma yake? Baba, umesema hakika utashughulika na walioapa kwa ajili yake katika jina la Yesu. Na damu ya Yesu, tetea kanisa lako, tetea usharika huu Bwana, tetea usharika huu Jehova, tetea usharika huo. Wako walioapa juu ya usharika huo, wakauapiza kwamba mahali hapa hapatastawi, mahali hapa hapataendelea. Hicho kiapo kinaweza kusambaa hata kwa waumini. Leo tunafuta kwa damu ya Yesu. Ardhi ya Kipunguni ni ardhi iliyo njema. Kila kiapo kiliwekwa kwenye ardhi ya Kipunguni, kiapo cha uovu, kiapo cha vibaka, tunakifuta kwa damu ya Yesu. Tunakifuta kiapo hicho kinachokula mchumi wao, tunakifuta kwa damu ya Yesu. Kila kiapo kilichowekwa kwenye ardhi ya Kipunguni na kinakula
jina la Yesu. Mtu wa Mungu usikae kimya. Yuko Mungu anayetenda katikati yako. Unachokisikia ndani yako kiachie. Unachokisikia kiachie. Usikiachie, usinyamaze. Unachokisikia kiachie. Roho Mungu anatengeneza. Anatengeneza kanisa. Anatengeneza watoto wake. Anafungua jambo. Liko jambo linafunguliwa katika kipunguni ya leo. Liko jambo linafunguliwa katika sharikabo. Liko kipunguni mpya linalozaliwa. Ile walioiona nyumba zina watu. Ile kipunguni inaondoka. Ile walioiona watu wanateseka inaondoka katika jina la Yesu. Na damu ya Yesu Mungu anawaamsha watu wenye roho za siri, watu wenye roho za kusonga katika maendeleo. Anaamsha roho zisizo na wivu. Anaamsha roho zenye matamanio na upendo na furaha katika jina la Yesu. Hiyo yuko Bwana anayetenda, yuko Bwana anayefanya kwa jina la Yesu. Yes, kwa jina la Yesu, katika 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 jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Jehova, asante Roho Mtakatifu. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usimame. Unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu uweza wa yote. Haingia rohoni mwangu, hanipa kutulia. Kanambia mwanangu, usilie tena. Najua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu, mimi niko bure. Bila Yesu, mimi niko bure. Bwana akubariki, akuangazie nuru za uso wake, hali ile haja ya moyo wako akakutimizie, na kila kiapo cha uovu kilichonenwa, tamkwa ama kuandikwa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, mamlaka ya neno la Mungu kimefutika na kwa damu ya Yesu itakasayo, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu chombo kikubwa, najua aliye mwamba